yule mzee Mushi kule kijijini si mlimuona Insta? Yule baba amenisomesha mimi kuanzia chekechea mpaka form 6. Nikatoka form 6 nikaenda chuo kikuu. Nikapata degree ya kwanza, nikapata ya pili, nikapata ya tatu, nikapata ya 4. Nije kuishia kufua box. Like all that investment. Niishie tu kupika. No. Okay. I was not just created for the kitchen and the bedroom. I was created for more than that. Kwa nini? Kwa sababu kama ukiwa ni msichana au ukiwa ni mwanamke ambaye unafikiri maisha yameishia kwenye kuolewa na kuzaa watoto. Watoto watakuwa wataenda. Watoto wa Pastor Fred sasa hivi wanakuwa vijana. Mume anaweza akaingiwa na kichaa. Akakutana na Farida mwenye supportive document na mjuu chupa ya bia. Wewe shoga yangu huna. Akakutana na mtoto amepaka kipako ana rangi ya njano, rangi ya mtume. Wewe una sura personal kama ya babako. Akaamua kukuacha, akaamua kwenda. What are you going to do? Nilikuwa nafundisha mahali nikawaambia, kwa mfano kama ni dada uliolewa, tukiondoa neno Mrs kwenye jina lako, kitu gani kinabaki? Hicho kinachobaki, that's your true value. Okay. Wengi hapa nyie watoto wadogo vijana, yani sasa hivi unachowaza ni mahusiano. Hulali, ukiamka mahusiano, ukiingia kwenye maombi mahusiano, ukifunga mahusiano. Shoga yangu, mahusiano utayaingia, utayachoka. Tuulize sisi. Ndugu zangu, kuna maneno huwa naongea, alafu ni wachache sana huwa wananielewaga. Alafu wasionielewa huwa wanakasirika. Huwa nafurahi sana. Kwa sababu unavyowasilisha ujumbe, haitakiwi watu wabaki vile vile. Inabidi mtu akasirike, manake umemgusa kikweli kweli. Na ambaye anakuelewa akupongeze kwamba umeongea ukweli. Ndio njia sahihi ya kuwasilisha ukweli. Sasa kizuri ni kwamba mimi nilivyokuwa nafundishwa hivi vitu, nilikuwa napewa assignment, nilikuwa napewa kazi. Sio nilikuwa najazwa tu, dunia iko hivi, dunia iko hivi. Nilikuwa napewa kazi, chunguza hichi, chunguza hichi. Majibu yako hivi. Ukienda kuangalia majibu kweli yanakuja kama walivyoniambia. Usijisahau, mimi akili yangu imefinyangwa kisayansi. Kwenye sayansi hutakiwi kukubali wala kukataa unachoambiwa, bali unatakiwa ufanye uchunguzi, uje na majibu. Kama ni kweli useme ni kweli, kama ni uongo useme ni uongo. Sasa mchungaji Rozi majibu yake yako wazi sana. Unajua mchungaji Rozi yuko programmed. Sasa watakao kuthibitishia kwamba mchungaji Rozi yuko programmed ni watu wafuatao wawili nimewapata. Ni kitu ambacho nakijua kwa sababu mchungaji Rozi amesoma shule, mimi nimesoma shule. Tunavyofundishwa kule shuleni ndicho alichokisema. Yaani shuleni, ngoja niweke hivi, shuleni kuna masomo 4 ambayo kazi ya haya masomo 4 ni sawasawa mtoto mdogo anavyozaliwa, alafu unampiga sindano ya ugonjwa wa kansa. Unajua kansa ni ugonjwa unaoshambulia seli za mwili. Na seli za mwili ndio msingi wa uhai wa binadamu. Yaani msingi wa uhai wako ni seli zako. Msingi wa jamii yoyote ile ni mfumo wa ndoa. Kwa hiyo shuleni tuna masomo 4, kazi yake ni sawasawa na kansa kwenye mwili wa binadamu. Manake binadamu akizaliwa na kansa, amezaliwa anaoza, ni mgonjwa, huyo anakufa muda wote. Kwa hiyo tunapokwenda mashuleni, somo la historia, uraia, general study kwa wale wa form 5 na 6, kuna somo laitwa GS, pamoja na somo la dini, ni masomo ambayo kazi yake ni kuivuruga jamii. Somo la hisabati halina shida, somo la biolojia, jiografia, fizikia, kemia, bukipini, komasi, hayana shida. Lakini haya masomo 4, dini, uraia, historia na general study kwa 5 na 6 ni kansa. Hayo ndio masomo yaliyomfanya Rozi Shaboka kuongea alichokiongea. Achana na hizo degree alizoenda kununua. Hizo degree ni baada ya kujazwa haya masomo niliyokuambia.
Kumbuka shaboka thamani yake ni degree kwa mwanaume, ndicho anachokiona. Sasa sitaki kumzungumzia shaboka sana kwanza. Ngoja nataka umsikilize huyu mzee, sijui ni Mchina, sijui ni Msingapore, anasema kitu ambacho nimeshakisema. Anasema hivi, kanisa Katoliki linadai hivi, nipe mwanao akiwa mdogo. Kumbuka nimelelewa na hili kanisa, na nafurahi sana huyu mzee alivyokuja na kauli yake, kwa sababu anaongea kitu ambacho experience. Kwa miaka anapozaliwa mpaka miaka 12, huyo mtoto ni wetu, tutammiliki kwa ile misingi tunayojazwa kule kanisani. Kumbuka hii ideology ya kanisa Katoliki ndio iliyo kwenye makanisa kina Shaboka, kina Mwamposa, kina Gwajima. Kwa Kiingereza wanasema tuna be radicalized. Yani tunajazwa sumu za ajabu, ni sumu, yani tunajazwa ulimwengu wa kusadikika. Hapo huyu mzee akaendelea akasema hivi, akadai hivi huyu mzee, kuna mfumo wa elimu watautengeneza wao, watawapa watoto wao kwa miaka 18. Kumbuka huu ndio muda ambao tunapata elimu kwa nchi zote za Roman Empire tuseme. Hii elimu nilionayo nimepata ndani ya kuanzia kuzaliwa mpaka miaka 18 20 na kitu hapa. Kama atakavyosema hapo nitakuchezea hapo. Kwa hiyo ile elimu unayopewa kwa huo muda ni sasa umejazwa, umewekewa dira kwenye kichwa chako, manaki tutakuwa tuna kucontrol. Elimu tunayopata kuanzia darasa la kwanza mpaka form 6 ni sawa na kumwekea mtu dira ya maisha yake, kwamba unamtengeneza mtu akaenende vipi katika maisha yake ya kila siku. Naomba msikilize huyo mzee kwanza, afu nitaendelea kuongea. It is important to bring up your young at home and in school with basic values and try and shut off outside influences on their basic values. Because the Catholic Church said, and I think it's sound, give me a child for the first 12 years and he's mine. Now I think 12 years won't be enough for our purposes, Singapore's purposes. I say we got a young man and a young woman properly educated in the value systems that we believe in for the first 18 years. He can go anywhere in the world. He has a compass in his mind. But wouldn't liberal opinion cry foul that you were regulating the flow of information, of programming? Who is liberal opinion? Are they responsible for my people? I mean, liberal opinion is a concept. I'm talking now of individuals. My people voted for my government. Obviously means that they agree with some of the basic core things we're doing. And I have not the slightest doubts that on maintaining the core values, they do not want to change. But if we are afraid that the West may laugh at us, then we'll become like the West, and then our ancestors will turn in their graves. Ndugu zangu, naomba sasa nirudi kwa mchungaji Shaboka. Najua wengi wamemshambulia huyu mchungaji, wengi sana. Wengine wamejaribu kumtetea lakini haisaidii. Lakini negative comment kwa huyu mchungaji zimekuwa ni nyingi. Wenye akili kubwa tunajua Shaboka yuko programmed kutoka shuleni. Yaani anachoongea Shaboka alijazwa. Sentensi ya mwisho ya Shaboka huku mbele, kama umemsikiliza vizuri, ukiondolewa Mrs. kinachobaki kwenye maisha yako ndio true value. Kabla Mroma hajaja na utamaduni wake na mfumo wake wa elimu, narudi kwenye Ubantu. Unajua mahusiano kabla ya wazungu hawajatuletea vitu vya kusadikika, ilikuwa ni biashara inayofiksiwa mara moja tu. Usijizime data, talaka zimeletwa na wazungu kwa kutumia dini. Kumbuka ndoa ndio msingi wa jamii yoyote. Kwa hiyo ningemjibu Shaboka moja kwa moja. Ukiondoa Mrs. thamani ya huyu mwanamke ni ule ukoo alioolewa. Ndugu zanguni, wazungu wametuletea vitu vya ajabu. Alafu kama vile watu waonaje, kabla hawajaja wazungu, mimi nataka kumuoa mwanamke. Hivi na kitu cha kumuoa kweli? Shida ni kwamba watu hawajui asili ya ndoa. Kazi ya ndoa ilikuwa ndio msingi wa kujenga falme za zamani. Mimi nimetoka kwenye ufalme wa Wamushi.
Tafsiri yake, ninapokutana na mwanamke nikamuoa, yule mwanamke anakwenda kujenga ufalme wa Wamushi. Yule mwanamke hausiani kabisa na mimi. Kazi yake ni kunitumia mimi. Yeye ni dereva, mimi ni engine, anaipress engine yake anavyojua. Wamekuja wazungu, wamevuruga mfumo wa riziki, wamevuruga kila kitu. Lengo lao ni kuua ufalme walioukuta. Lazima waivamie misingi ya ufalme. Misingi ya ufalme ni ndoa. Huwezi kuharibu ufalme wowote pasipo kuharibu mfumo wao wa ndoa. Ndugu zangu, wale mliosoma sayansi, tunachunguzaga formula inayotumika kwenye matatizo yoyote yale. Shaboka yuko programmed. Ndoa ni vita, kwenda kupigana na mwanaume. Like really. Okay, Shaboka ukimtrace zaidi maneno yake, asingepata degree, manake angefua boxer, si ndio manake? Yaani Shaboka kama sio degree, boxer angefua. Kwa hiyo ameshapata degree, hawezi kufua boxer. Haya yote wanayapata shuleni. Haya ndio matokeo ya ufalme wa Roma katika kuharibu ufalme walizozikuta ili wasimike za kwao. Ndugu zangu, makanisani, kanisa ndio limekuja kuleta matatizo yote ya ndoa. Kumbuka nakwambia hichi kusoko kama nilikuwa najua. Mimi nilikuwa najua kanisani kuna wanawake wa Yesu na nini, ndoa, yani kanisani ni mbinguni. Kama wanavyoongeaga, yani ule ujinga wote nilikuwa na ubeba na uchota. Nimshukuru Mungu. Watu niliokutana nao, kazi yao wananipaga assignment, wala wanihubirii, wananiambia kachunguze hichi. Jibu umelipataje? Sio hili. Simply. Shida ni kwamba jamii za zamani kabla ya wazungu, watu wanafikiri mwanamke alikuwa hamiliki mali. Vipi nikakwambia wanawake ndio walikuwa wanamiliki mali, wanaume hatumiliki mali? Huwezi kuelewa. Walioanzisha falme za zamani, mwanaume alikuwa anatumika, mwanaume ni engine kwenye kuzalisha, kama ni chakula, masuala ya ulinzi. Wanawake ndio walikuwa wamiliki wa miji chini ya jina la mfalme mhusika. Hivi unawezaje kuutanua ufalme pasipokuwa na wanawake wanaozaa watoto chini ya ule ufalme wako? Kwa hiyo wanaume walikuwa wanatumika kukonka na wanawake ni kuzaa. Miji ni ya wanawake. Ndugu zanguni, hawa wa Roma waliotuletea kwamba mali za mwanamke sijui za mwanaume, nani kasema? Shaboka anachojaribu kuhubiri hapa, likitokea la kutokea, usiende kuanza moja kwamba ishi na mume wako kama adui yako. Likitokea la kutokea, ulikuwa tayari umejipanga. That's the logic huyu mwanamke anachoongea. Lakini kabla Shaboka hajapata hizo elimu zilizoletwa na wazungu, tulikuwa tunaishije? Mimi navuna, namletea huyu mwanamke. Swala la mimi kukutana na Amina sijui na Ashura na nini, nikaongeza wengine, ilikuwa ni sehemu ya utamaduni wetu. Sasa Shaboka anatuletea mila za Waroma kwamba mke mmoja, mume mmoja. Sehemu yoyote panahubiriwa mke mmoja, mume mmoja. Biashara gani inafanyika hapo kwa hali? Yaani ni biashara ipi unaweza ukaitekeleza hapo kirahisi? Biashara ya umalaya. Nenda kwenye nchi ambazo zinahubiriwa uchafu. Nenda Ulaya, Marekani. Biashara ya umalaya iko juu kwa sababu mwanaume amedanganywa na uwezo wa kuishi na mwanamke mmoja. Nenda kwenye nchi za Kiislamu. Dume limeshafungwa na wanawake watatu. Anakuaje, anatokaje nje hao wake watatu? Kwa sababu tayari yuko kwenye fixed table. Leo anaenda kwa Ashura, kesho kwa Amina, kesho kutoka kwa Mwajuma. Sijui yani ana rotation tayari. Na watu wana communicate, hao wake zake wana communicate. Ndugu zangu, ufalme wa Roma umeiharibu hii dunia katika level ambayo, lakini wanaelekea mwisho. Haya maneno niliambiwa mapema sana na sikuwahi kuamini. Lakini ukweli ni kwamba ufalme wa Roma unafika mwisho, hauna miaka mingi. Kwa sababu kizazi chao kina phase out. Yaani wewe fanya uchunguzi kinachoendelea Marekani, vita kubwa ya Marekani, Uislamu unakuwa sana, vita kubwa ya Ulaya, Uislamu unakuwa sana. Ukristo wanatafunwa na ushoga. Hawaongezeki. Wanaongezeka Waislamu. Jibu zuri kabisa Shaboka alipewa na Mama Mawigi. Mama Mawigi amenitetea wazi kabisa. Huu ni ujinga watoto wa kike wanafundishwa kuanzia shuleni. Msikilize Mama Mawigi hapa. Yanayoendelea kwa Pastor Rose Shaboka, kufundishana kwamba watu wakishakuwa na digrii wasifue boxer. Jamani. Mabinti wale kweli ni mavivu. Hivi
Kumfulia mwenzio kabokisa kale kanguo kale kana uzito gani? Mtu hata chinipa 10 unavifua kwa dakika. Zamani wenzeni tulifua suti ya mwanaume, koti lenyewe mita 3, suruali mita 3, mita 6 unazifua. Au mwanaume kama anajipenda na suti zake 5 6 na utafua wewe na watoto utazaa na maisha yataendelea. Yeye mbona wavivu? Mbona mna roho mbaya mnafundishana vitu vya ajabu? Anyway, mimi nilijua kwamba tunamsomesha binti ajikomboe kiuchumi, awe mbunifu katika mambo yake. Sikujua kumbe elimu tunayompatia ni kwamba asioshe vyombo. Na mimi simshangai Pastor Rose. Mimi nawashangaa wanaomshangaa Pastor Rose. Hii mbona ndio elimu yetu? Ndio tulio nayo kwa mabinti zetu? Kwenye masemina, mashuleni, vyuoni, ni kwamba mwanamke anaambiwa uwe na elimu yako, uwe na pesa zako, usimame kwa miguu yako miwili, usinyanyaswe na mwanamume. Yaani tunamwandaa sisi binti wa Kitanzania ajue akiingia kwenye ndoa anaingia vitani, aende na mabomu yote, aende imara. Anaenda sio kwenye maisha ya kawaida. Na hii imefika mbali hata wazazi. Mimi nimekaa na baadhi ya wazazi, mzazi anasema mimi mwanangu nataka asome ili akienda kwenye ndoa asije akanyanyaswa. Kwa hiyo mwanamume huyu wa Kitanzania anaogopa pesa. Anaogopa degree. Hivi hamjawahi kuona wamama huyu ana masters, ana magari makali, ana gorofa, lakini bado anaishi na mume wake na anamheshimu vizuri, na mume wake wakati mwingine ana kitu, ana kipato cha kawaida. Au ni si haya tu kwa vile vitu vya elimu na mali ya vitu babaishi. Alafu kuna wao mnaofikiri kwamba wana mali tayari, wana elimu, hawahitaji kabisa kuendeshwa. Lakini yeye mwenyewe anatamka kabisa kwamba mimi nataka mwanamume ambaye akija hata nitawala, nina kila kitu, nina elimu na kila kitu. Anakuja anachukua bandidu, anakuja anamfinyanga vile vile na mali zake. Kwa elimu hii mnayoendeleza wafundishaji wetu na wachungaji wetu, ndio maana mmezalisha masingo maza. Wamejaa kila kona. Na mtu anajiita singo maza lakini ni double maza. Kuna mtu analea na anatoa ada. Amweki hadharani. Mimi singo maza nalea peke yangu. Mnalea peke yenu kweli? Jamani, hii elimu wachungaji wafundisheni watu kuombea ndoa zao, watu kuombea kukaa pamoja, kuzalisha pamoja. Mimi mwenyewe nimezaliwa na mama darasa la 2. Lakini alitulea vizuri, alitafuta. Tena mabinti wanasema ndoa ya zamani ndio wanawake walikuwa wanakaa tu. Wewe you see, mama Wigi kamaliza kila kitu. Anajua kabisa wazi matatizo ya ndoa za leo ni ushenzi, wanawake wanaojazwa mashuleni, kitu ambacho ni mpango wa wakoloni kuiharibu jamii isiwe tulivu, isiwe imara, ikajiri group. Hii ilikuwa ni kitu kilichokusudiwa na wakoloni kabisa, kuivuruga jamii isijiri group, na wakaendelea kwa sababu utapataje maendeleo kama hamna mfumo sahihi wa kindoa? Ndoa, ndugu zangu, ndoa ni kitu kidogo, lakini niwashukuru walionifundisha. Ndugu zangu wa bara, sisi watu wa bara kuna misingi tulilelewa, lakini dini inapambana sana kutu brainwash kwamba kwenye mahusiano mnaishi ki-emotional. Baby. Napendaga sana dada zangu, sio romantic. Sio romantic kwa sababu wako programmed kwamba dume kazi yako ni kuliendesha, lilete riziki, wewe ujenge mji wako. Miji ni ya wanawake, sio ya wanaume. Wewe ukiona uko na stress, sijui unajenga na mwanamke, unajenga kama unaishi na mwanamke katika mila za Roman Empire, siku yote anakupeleka mahakamani mkagawane. Yaani kama unaishi na mwanamke kwamba katika mila zenu ambazo wazungu waliokutana nazo, huna stress. Kwa hiyo unamwambia tu hela inatoka huko kwa hao. Mimi sijakuoa, amekuoa hao. This is my principle, hata mimi natembea nayo. Siku na ingia kwenye hayo mahusiano ya anayohubiri Rose Shaboka. Mwambia wewe mwanamke, search suruali yangu. Yaani mwanamke anatakiwa ajue password zako zote za finance, kwa sababu anatumia finance za ukoo wenu kujenga branch ya ukoo wenu. Kitu ambacho utakiwa kumuonyesha mwanamke ni mipango yenu, kwa sababu mimi ni moja ya mwanachama wa ukoo, si ndio? Yaani picha nzuri unaweza kusoma kwa Samson kwamba Delila angetakiwa apewe chakula na anachokitaka ajenge mji. Sio swala la kujua Samson anapatapataje. Hutakiwi kujua anapata. Yaani wewe ni unajua, ngoja niwape wanawake hii. Sisi wanaume ni kama engine ya gari, si ndio? Nyie ni madereva. Kwa kila mwanamke anajua power ya engine yake, kwamba hii engine yangu inanipeleka Morogoro bila kusimama popote. Hii engine wala haichemshi.
Kuna mwingine ana injini ambayo anaitoa Kigoma mpaka Dar es Salaam na haichemshi. Tafsiri yake nini? Mnavyoishi unajua kabisa dume langu nikiliomba laki lina laki. Dume langu nikiliomba 50,000 linayo. Dume langu halina uwezo wa kunipa. Likinipa sana 20,000 ndio kipato chake. Yaani ndio power ya injini yangu. Kwa hiyo unaangalia uioperate vipi injini yako ujenge mji wako. This is how women should live with us. Nimalizia na huyu dada yangu nampendaga sana Domina. Kwamba sifa za Wachaga ni zipi? We are not romantic. Mimi nina wazo kama inawezekana wanaume wa Kichaga wakaoa makabila mengine na wanawake wa Kichaga tukuoa makabila mengine ili tu mix tabia. Sijui umeelewa hapo? Kwa sababu gani? Sisi Wachaga wazazi walivyotulea au wametulea kihatari sana, kwa sababu sisi hamna kudekezwa. Hamna kudekezwa. Ni kazi. Mwanamke Kichaga ukuta anaua nyoka peke yake usishangae. Ni kawaida. Anachinja kuku ni kawaida. Yaani ni kawaida ise. Sasa masuala ya kimahusiano ukimpigia simu, sio mahusiano tu. Swala lolote lile ukimpigia simu Mchaga, baada ya salamu inatakiwa uende straight to the point. Umempigia simu ulikuwa unataka nini? Kama ni mume wako umempigia simu, halo, baba Pendo, habari salama. Nilikuwa nakwambia naomba tunulie luku kwa sababu luku imeisha huko nyumbani. Anasema sawa. Halo baba Iva, nilikuwa nasema mikate imeisha, tunaomba urudi na mikate. Sawa. Lakini sasa ukipiga simu unaanza kuongea kama una meno. Halo, habari, nimekumisi. Uko unafanya nini? Sisi hizo kwetu ni kero, hatufikiri kama wewe ni mapenzi. Yaani sisi ukishaanza kuongea maneno malaini tu hivyo ambayo yana maana, sisi tunaanza kuona kama ni kero, unamvuruga mtu, aanze kufikiria wateja, afikirie biashara, afikirie mambo makubwa mengine ya muhimu, aanze kusikiliza na maneno yamenyorotoka hajulikani. Sasa narudi nyumbani umsubiri. Hata ukiwa unamhitaji huyo mkaka, mpigie simu mwambie halo, Joni, naomba tuonane leo. Anajua natakiwa nionane na fulani. Lakini sio halo, unajua toka siku ile. Wewe si useme kama mtu anataka kuonana na wewe, si useme kama unataka kumuona, enda straight to the point. Yaani nianze na dada zetu wametengenezwa kutokuwa romantic ili kutuoperate sisi katika kujenga miji yao. Wanaume sisi ni engine, wanawake ni madereva. Huu pumbavu ulioletwa na makanisani na wazungu na unabii propaganda na pia ukaingizwa shuleni, ndicho anachokihubiri Rose Shaboka. Ni upumbavu. Total foolishness. Ni ujinga huu. Anahubiri vita, yani kama alivyosema Mama Wigi, ni kama unamwandaa mtoto hakiki kuingia vitani. Ndoa ni vita. Ni vita, lakini sio vita ya kuachana. Ni vita mwanamke kumoperate mwanaume alete riziki ujenge mji. Kuachana wametuletea wazungu. Tanzania wazungu wametuvuruga sana. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba mfumo wa riziki ukiwa ni wenu, ndio mtaandika mfumo wa maisha yenu. Yaani vurugu zote hizi mwanamke anaambiwa naye ana uwezo wa kuinda kama mwanaume kwa sababu riziki imeshakuwa ndogo. Yaani mimi narudi pale. Huwezi kuandika mfumo wa maisha kama huna mfumo wa kupata riziki. Yaani mfumo wa kupata riziki ndio unao define uishi vipi. Settlement is defined by the livelihood of the certain place. Mfumo wa riziki ndio unafanya watu wanaishije. Nuclear scattered, wale tuliopita shuleni mnakumbuka hicho kitu. Ninachotaka kusema hapa ni nini? Haya matatizo ya ndoa nini yatatatuliwa ardhi kishatoka kwa serikali. Mimi narudi pale. Tengeneza picha hii, nimeoa kwa Wazaramo na nini hivyo. Tukaenda kuandikishana kama ninavyoongeaga JKT loko residential. Wewe bwana Mushi nani fulani. Kwa hiyo bwana Emmanuel Mushi amemoa bibi Sabrina Mohamedi Mushi. Kwa bibi Sabrina anakuwa ni Mushi. Kwa ile shamba pale tulivyonunua la nani? La Mushi, sio la kwangu wala sio la Sabrina. Kazi ya Sabrina akae pale azae watoto wa Kimushi. That's how it's gonna be. Sina stress yetu tutakwenda mahakamani tukagawane shamba la Mushi. Shamba nimelinunua mimi, lakini practically sio langu, ni branch ya Wamushi kwa sababu nimetengenezwa na Wamushi kupambana kwa faida ya Wamushi. Period. That's how we go. Lazima turudi huko. Hizi kesi za mwanamke kama una degree katafuta kanunue mbegu wekwe mtoto ana baba, wanafanyaga Ulaya huko na nyinyi mwanze kufanya nyinyi wenye madegree.
msitusumbue. Yaani ukiona umemwelewa Rose Shaboka usiolewe. Nenda kwenye mafamasi huko makubwa duniani, mkanunue mbegu mwekewe, mlelewe watoto wenu ambao hawana mababa. Msitusumbue. Tanzania, hayo ndio matokeo ya makanisa ya Kimarekani na ufalme wa Roman Empire. Ardhi kirudi kwetu, lazima turekebishe upumbavu. Pia na masomo yale manne ni ya kurekebisha. Somo la uraia, somo la historia, general study na somo la dini. Somo la dini tutali-neutralize sisi. Yaani tukisha kwenye katiba mpya lazima tuwe na jumuiya, watoto wana be neutralized kwenye zile radicalization wanazofanywa misikitini na makanisani. Kazi ya makanisa na misikiti ni kuradicalize watoto. Wanaamini vitu ambavyo havipo. Sasa una dilute je ujinga wa msikitini na makanisani? Kwenye JKT Junior Center watoto wanakaa pale wanafundishwa kwamba maendeleo yanaletwa kwa kufanya kazi hivi na hivi na hivi na hivi. Wewe kila kitu unaambiwa kiko kwa Yesu, mke mwema kwa Yesu, mafanikio kwa Yesu, kwa Yesu, kwa bandari wamechukua. Maestate yote, kila kitu kizuri wamekichukua. Alafu unabiriwa Yesu, Yesu, Yesu. Punguzaje ujinga? Lazima na sisi tuwe na Junior Center. Ni kitu gani watoto wanafanyiwa wakiwa wadogo huko makanisani na misikitini? They are be radicalized. Tunapunguzaje ujinga kama sio na siku na jumuiya zetu za kupunguza, kuambia watoto mafanikio ni hivi? In practical means, somo la uraia, historia, general study na dini ni sawasawa na kansa kwenye mwili wa binadamu. Yaani haya masomo ni kansa kwenye jamii, kwa jamii zetu, kama vile kansa kwenye mwili wa binadamu. Mwili wa binadamu ukishakuwa na kansa unaoza. Kwa hiyo haya masomo, kazi ya haya masomo ni kuiozesha generation isijitambue na kudai mali zake. Hakuna kitu kingine haya masomo yanachofanyaga. Yaani ukiyatoa haya masomo manne niliyokuambia, ukaacha haya mengine ya kina kemia, biolojia, fizikia, ukipini, agriculture na nini, ndani ya miaka 20 mbona mnakaa meza moja na China? Maendeleo sio wingi wa watu, maendeleo ni kubi organized. Wahindi wale pale wako wengi lakini disorganized. Ndoa ni msingi wa jamii yoyote. Matatizo ya ndoa ni sawasawa kansa kwenye jamii husika, kwa sababu kazi ya kansa ni kushambulia seli, na seli ndio msingi wa uhai. Ndoa ndio msingi wa jamii. Ndoa zenye matatizo, jamii mara hakuna. Seli mbovu, mwili unaoza. Fanya hiyo comparison utanielewa. Tuelimike, tusio wasomi.